Hujambo ndugu msikilizaji mpendwa wa Mulenge Today TV, mahali popote unapatikana. Ikiwa wewe ni asubuhi, tunakutakia asubuhi njema, na kama wewe ni usiku, tunakutakia usiku mwema. Uendelee kulindwa na Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao ni mchana, tunaendelea kuwatakia mchana mwema na kulindwa na Mwenyezi Mungu. Leo ni Jumamosi tarehe 23 mwezi wa Mei mwaka wa 2023. Karibu mara tena kwa matangazo yetu ya sasa hivi, na huu ndio mustasari wa habari za sasa hivi. Tutajielekeza kwenye update ama habari mpya ambazo ni za mapigano ama ni za vita ambayo imeendelea kuletwa na kufanywa na serikali ya Kinshasa dhidi ya wakaaji na wanajeshi wa ukombozi wa AFC nchini Kongo Mashariki. Mara tena tutajielekeza huko Rubaya ambako hali inaendelea kuwa mbaya, Masisi Rubaya, ambapo mashambulizi na mapigano yanaendelea hadi sasa hivi. Na habari zingine tutajielekeza huko Marekani. Timu ya Demokrasia ya Kongo imeombwa kuheshimu karantini ya siku 21 kabla kuingia kwenye kombe la dunia ambalo litafanyika huko Marekani. Na habari zingine tukielekea huko katika milima mirefu ya Uvira, Fizi, Mwenga, habari ambazo zinafika kwenye Mulenge Today TV ni kwamba harakati kubwa za wanajeshi zaendelea kuonekana Bijombo, huko zikielekea huko katika eneo za Gatongo. Hii tutakuja kuwapatia habari moto tukiwaambia hali yenye inaendelea huko. Hizi ndizo habari tumewaandalia. Kama wewe haujafanya subscribe, tunakuomba ubonyeze hapo ili ukwe napata habari nzuri tena moto. Habari kamili. Karibu mara tena kwa matangazo yetu ya sasa hivi, na mara moja tuingie kwenye habari za sasa hivi. Taarifa ya sasa kuhusu vita vinavyofanywa na serikali ya Kinshasa Jumamosi tarehe 23 Mei mwaka wa 2026. Kutoka Ijumaa tarehe 22 Mei mwaka huu wa 2026 saa 12:30 hadi Jumamosi tarehe 23 Mei mwaka huu wa 2026 saa 12:30, vikosi vilivyoko chini ya serikali ya Kinshasa vimeongeza mashambulizi yao ya kikatili na yasiyo na tofauti dhidi ya raia wa ngome za juu za Minembwe, hasa katika maeneo ya Mikenge, Kakenke, Bidegu, Kalingi na Kalonge kwa kutumia drone aina ya kamikaze na drone zingine ambazo zinaitwa ni KT-6. Siku hiyo ya Ijumaa katika wilaya ya Masisi, vikosi vya serikali ya Kinshasa viliendelea kurusha mabomu kwa kutumia silaha nzito dhidi ya Kinigi na maeneo jirani mara kadhaa. Mashambulizi haya ya kupoteza mwelekeo yenye uhalifu yanaendelea kusababisha vifo vya raia na kulazimisha maelfu ya watu kuondoka katika makazi yao.
Serikali ya Kinshasa inaendelea kwa makusudi na sera yake ya vita, ikivunja makubaliano yote na juhudi za amani, ikidani inaungwa mkono na kulindwa na baadhi ya wachezaji wa kimataifa. Kwa ukimya wao wa kukabiliana na vitendo hivi, uvumilivu wao na msaada wa moja kwa moja usio wa moja kwa moja kwa serikali ya Kinshasa, wachezaji hawa wana jukumu kubwa kihistoria na kimabadili katika mauaji ya raia wasio na hatia. Kutokana na hali hili mbaya, AFC M23 inabaki kuwa na dhamira dhabiti ya kulinda raia, kuishia kidikteta, ubaguzi na mauaji yanayofanywa dhidi ya wenzetu ama ya raia wa mashariki ya Kongo. Haya ndiyo mauaji yanaendelea kufanywa na serikali ya Kinshasa, kuwa ikiendelea kuwaua wakaaji wa mashariki ya Kongo, ikiwa kwa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Na tunaendelea kutoa pole kwa wakaaji hawa, lakini tukiomba AFC M23, tukiomba Wakongomani wote kusimama na kukataa mauaji haya yanaendelea kufanywa dhidi ya raia ama wakaaji wa mashariki ya Kongo. Hata na nchi nzima inazorota kisiasa. Hali nyingi sana zinaendelea kuzorota ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo Wakongomani, ni wajibu wenu, ni wajibu wetu kusimama na kukataa uongozi mbaya wa Rais Tshisekedi, ambaye anataka kujiongeza mandate ya 3 ili aendelee kutesa Wakongomani na kuendelea kuwaua kama vile anavyovifanya hadi leo. Ni lazima sasa, ni wajibu wetu Wakongomani kukataa mambo haya ambayo yanaendelea kurudisha nchi yetu na kuipatisha haya katika dunia nzima. Kwa habari zingine, tukijielekeza huko Kivu ya Kaskazini, katika mapambano ambayo yanaendelea huko, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa. Hii Jumamosi tarehe 23 Mei mwaka huu wa 2026 huko Rubaya, katika wilaya ya Masisi, ambapo hofu kubwa inaendelea kuwakumba wakazi huko. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, wananchi wengi wameanza kuyakimbia vijiji vyao kufuatia uvumi unaoendelea kuhusu mapigano mapya yanayoweza kuzuka katika eneo hilo la kimkakati lenye utajiri wa madini. Siku iliyopita, mapigano makali yaliyokutananisha wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakisaidiwa na kundi wa kujilinda ya wazalendo dhidi ya wapiganaji wa AFC M23 katika maeneo mbalimbali ya Kibabi, hasa Chugi na Kinigi. Mapigano hayo yametumia silaha nzito na nyepesi, yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi.
na kuwalazimu maelfu ya raia kuyakimbia maeneo hayo katika hali ya kibinadamu ambayo tayari ni mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na habari zingine zinasema ya kwamba timu za Kongo zimeombwa kuheshimu karantini ya siku 21 kabla ya kuingia Marekani katika mfumo wa kombe la dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoikumba nchi hiyo. Timu ya Kongo inalazimika kukaa karantini kwa siku 21, vinginevyo haitaruhusiwa kuingia Marekani kwa ajili ya kombe la dunia, amesema Ijumaa Andrew kwenye ESPN. Kwa habari zingine tujielekeze huko Bijombo. Kwa tarehe hii harakati kubwa za wanajeshi zaendelea kuonekana katika grupema ya Bijombo. Taarifa za awali zilipatikana na Mlenge Today TV zinaeleza kuwa wanajeshi wa P5 walitoka njia ya kutoka katika nchi ya Burundi Bujumbura wakipitia Uvira na kupita Kabimba wakielekea Gatongo kabla ya kuelekea hadi Gisozi. Hiyo ndio inakuwa mwelekeo wao ama destination ya hao wanajeshi wa P5. Wanajeshi hao walipelekwa na vikosi vya Gumino vinavyoongozwa na Kaboyi ambaye alikimbia katika msitu huo baada ya kushindwa na wanajeshi wa Twirwaneho katika mapigano yaliyotokea wakati alipokuwa akijaribu kurejesha wananchi wa Kajembwe waliokuwa wametekwa na kundi la Gumino pamoja na P5. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kuonyesha hofu kuhusu kuzorota kwa usalama kuna kuelekeza kusababishwa na kuongezeka kwa wanajeshi katika hii grupema ya Bijombo na maeneo jirani ya hii grupema ya Bijombo. Ndugu msikilizaji wa Mlenge Today TV, hizi ndizo habari tulikuwa tumekuandalia kwa mchana wa leo. Acha tukushukuru na tukikutakia weekend nzuri, lakini kabla tuondoke kwenye microphone na kuomba, kama wewe ni mara yako ya kwanza kufika ama kusikiliza Mlenge Today TV, na kama haujabonyeza ama haujafanya ile inaitwa subscribe, tafadhali na kuomba usubscribe ili uwe napata habari nzuri na motomoto za East Africa, hasa sana habari za nchi yetu ya Kongo. Mimi mtangazaji ambaye alikuwa kwenye microphone ya Mlenge Today TV ni Muhasha Fidel, na watakia weekend nzuri, na watakia Pentecoste nzuri, muendelee kubarikiwa na Mungu. Na wale ambao wanapatikana mashariki mwa Kongo, tunaomba Mungu, Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda. Mchana mwema, Mungu aendelee kuwabariki na Mungu aendelee kuwa pamoja na nyinyi. Ukombozi bado unaendelea, Wakongomani musilale, 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 piga hatua tujikomboe, musilale. Makenga General sema
mama, songa mbele, tuko nyuma yenyu, ayoyoyo, musilale, musilale. Kondori piga bila huruma, komboa Watutsi na Wahema, amani rudi Kongo, musilale, ama tupu juu, intare juu sana, morale iko juu, morale iko juu sana. Songa mbele, tuko nyuma yenyu, ayoyoyo, musila